Kwenye eneo la 4 ambalo leo tutalizungumzia, tunaangalia namna ambavyo kumekuwa na uchapishaji wa fedha za hati fungani ya miundombinu ya Samia Infrastructure Bond. Nyote mnafahamu kuwa serikali ilikuja na mpango uliodhaniwa kuongekuwa suluhisho la kutatua changamoto ya barabara za vijijini kupitia TARURA, ambako kwenye halmashauri hali ya barabara ni mbaya sana. Sasa hivi ukienda kwenye halmashauri yoyote, ukitoka ile barabara labda inayokwenda halmashauri ukaanza kuingia pembezoni tu, utakutana na tatizo kubwa sana. Barabara ni mbovu sana, hazipitiki. Wakati huu wa mvua hali imekuwa mbaya sana. Sasa bahati nzuri serikali ilikuja na hilo wazo la kuanzisha Samia Infrastructure Bond, na wakawa wanasema Watanzania waweke bondi, na makadirio ilikuwa wakusanye bilioni 150. Kwa bahati njema Watanzania wakaitikia kwa wingi sana, wakakusanya bilioni 323. Kwa maana yake zilidabo ile fedha ambayo ilitegemewa kupatikana. Sasa matarajio yangekuwa sasa utendaji wa hali ya barabara ungeboreka, lakini maskini ya Mungu, isivyo bahati, fedha hizo ziko mikononi mwa mafisadi wa Chama cha Mapinduzi. Kilichotokea ni nini? Kilichofanyika kati ya hizo bilioni, kwanza TARURA wenyewe hawakushirikishwa kabisa kwenye namna ya kutumia hizo fedha. Kwa hiyo hawajui. Ili wao kujua nini kilichoendelea, inabidi wawaulize CRDB kule fedha zilikoenda, kwa bwana mambo yameendaje huko. Alafu CRDB ndio wawaambie kulikuwa na 1, kulikuwa na 2, kulikuwa na 3. Unajiuliza CRDB ilikuwa inawapa watu gani ambao walikuwa wanafanya kazi huko TARURA? Na matokeo yake ni nini? Kati ya fedha zote hizi ni 2% tu ya hizi fedha ndio zimeenda kwa wakandarasi wanaofanya kazi kule TARURA. Yaani wamekusanya bilioni 323, zaidi ya bilioni 300 zenyewe zote hazijulikani zimeenda wapi. TARURA hawajui, barabara wakiziangalia mbovu, hela hawana, na fedha wa Tanzania wamewekeza na tutakuja kulipa. Hizi bondi za serikali ni fedha ambazo zikiwekwa leo, baada ya miaka kadhaa tunakuja kulipa pesa nyingi sana. Na hizo fedha, Mwigulu Nchemba alikuwa anasema hakuna mtu ambaye atatoa fedha mfukoni. Hii ripoti inaonyesha sio wanatoa, serikali inaiba hizo fedha mifukoni mwa Tanzania. Kinyume na katiba, kinyume na sheria, kinyume na kanuni na miongozo ya fedha. Wanazichukua, wanazipeleka ambako hakujulikani. Kwa hiyo tunajikuta sasa hivi ndugu zetu wa TARURA, barabara hazitengenezwi. Hizo fedha ndio zilishapatikana mara 2 ya mahitaji, na kule pesa hazijafika. Sasa kutokana na taarifa hii ya CAG inatuonyesha kuwa kuna dalili nyingi na za wazi za uchapishaji wa matumizi ya fedha yasiyoendana na malengo yaliyokusudiwa. Na hivyo ACT Wazalendo tunataka hatua zifuatazo zichukuliwe. 1, tunasisitiza uwajibikaji na uwazi wa haraka. Watu wote, hizi fedha zilijulikana malengo yake. Watanzania waliambiwa kwamba hizi fedha, serikali inaanzisha hii bond, ikapewa jina la rais, yaani kama vile itakuwa ni jambo litakaloheshimiwa sana, lakini fedha zimechukuliwa, zimeibiwa. Sasa kwanza aliyetumia jina lake rais mwenyewe, aidha awe anajua fedha ziliko, au basi angalau aonekane anaumia. Fedha zilizowekwa kwa jina lake zimeibiwa, hazikwenda zilikokusudiwa. Sasa asipochukua hatua, tafsiri yake itakuwa na yeye mwenyewe ni katika wale wanufaika wa hizi fedha wa moja kwa moja. Kwa sababu vinginevyo huwezi kutumia jina la rais alafu fedha zikapatikana, alafu baada ya hapo fedha zikapigwa, alafu hakuna kinachotokea. Adhabu ya juu kabisa inaweza kutokea ikawa ni mambo ya kuona aibu. Lakini jambo la pili, serikali tunapaswa kuwa na maelezo ya kina na majibu kutoka kwa serikali na TARURA kuhusu mwenendo mzima wa fedha hizi, ili kuhakikisha fedha za umma zinalinda maslahi ya wananchi na kutumika ipasavyo katika kuboresha miundombinu ya barabara vijijini. Wananchi vijijini hali yao ni mbaya sana. Serikali inapaswa angalau basi kuwaonea aibu wale ambao ilikwenda kuwapelekea majeshi ili kudanganya kwamba wamechukua kura zao. Eneo la pili ni ucheleweshaji na utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG imetuonesha katika mwaka wa fedha 2024/25 uwepo wa miradi iliyotelekezwa, kusimama au kuchelewa na kutelekezwa, hali inayosababisha hasara kubwa kwa taifa na kuchelewesha maendeleo na huduma kwa wananchi. CAG ameonesha miradi 223
yenye thamani ya shilingi trilioni 1.49 imesuasua, huku baadhi ya miradi ikiathiriwa kwa kuchelewesha kwa zaidi ya miaka 6. Hii inaonyesha udhaifu mkubwa wa usimamizi wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo na kutojali hali halisi ya changamoto ambazo wananchi wanakutana nazo wakiwa na barabara mbovu, hawana huduma za maji, afya hovyo. CAG ameonyesha utekelezaji wa miradi wenye mamilioni ya fedha katika maeneo ya barabara, afya, maji na miundombinu. Ripoti inaonyesha miradi mingi imetelekezwa kwa sababu za uzembe, ufisadi na ukosefu wa usimamizi na viongozi wasiojali maisha na thamani ya fedha. Miradi ambayo imetelekezwa, tuna miradi ya maji ambayo ni ya watu wa wakala wa maji wanaosambaza maji vijijini, mijini na vijijini, RUWASA, SRWSSP, ambayo yenyewe ina thamani kwenye maji peke yake ni karibu bilioni 920. Fedha hizi au miradi hiyo imesimama bila kufanyiwa kazi, na vituo zaidi ya 4,000 vya maji havifanyiwi kazi. Na ndugu zangu, hapa nataka niseme kitu, na nilibeto ya ile Mwigulu Mchemba aliyekuwa anasema kwamba fedha zichukuliwe kwa wananchi. Kwenye kila lita moja ya dizeli inakatwa shilingi 50 kwa ajili ya kupeleka kwenye miradi ya maji. Na katika mwaka huu wa fedha Watanzania walikatwa bilioni 207. Isivyo bahati zikaangukia mikononi mwa Mwigulu Mchemba akiwa waziri wa fedha. Tanzania ibara 135 ibara ndogo namba 2 iliweka marufuku kwa fedha zilizokusanywa mahususi kwa mahali kupelekwa kwenye mradi husika kupelekwa hazina. Fedha hizi inatakiwa TRA wakishakusanya wapeleke kwenye mfuko ambao ndio makusudio ya kusanywa. Haya ni maelekezo ya katiba, lakini wale waliopewa dhamana ya kusimamia katiba ni wezi. Akina Mwigulu Mchemba wamechukua hizo fedha, badala ya kuzipeleka kwenye miradi ya maji wamezipeleka hazina. Watu wa maji walipoomba wamewapa bilioni 112, asilimia 54 tu. Bilioni 94 wamebaki nazo. Sasa ile maneno kwamba fedha zitotoka mifukoni mwa Tanzania kulipa madeni, kwa sababu hizi fedha wakikusanya kwa mwezi ndio fedha wanazozitumia kwenda kulipa madeni. Fedha wa Tanzania wamekusanya 207 ili angalau wapate maji. Serikali haijapeleka hizo fedha ili kuhudumia miradi ya maji. Ilichofanya, imezichukua hizo fedha, imeenda nazo hazina, imeenda kulipa madeni, alafu Watanzania hawana maji. Alafu huku mtu anakuja kusema kwamba Watanzania hakuna ambaye atanyang'anya hizo fedha, akawa amini. Lakini pia miradi ya barabara, miradi 178 ya barabara yenye thamani ya bilioni zaidi ya 280 imecheleweshwa. Na kama ilivyo kwenye maji, tunayo fedha zaidi ya shilingi 500, ni 546, fedha ya mfuko wa barabara ambayo inatozwa kwenye mafuta, dizeli, petroli kwenye kila lita moja. Na katika mwaka huu wa fedha tulikusanya trilioni 1.5 wa Tanzania. Hawa jamaa wamepeleka bilioni 250 tu. Fedha nyingine zote Mwigulu Mchemba anajua alikopeleka, kwa sababu katiba ilimtaka apeleke kwenye mfuko husika. Ndio maelekezo ya katiba ibara ya 135 ibara ndogo namba 2 kwamba hizi fedha Watanzania watakatwa kwenye mafuta na wadini wanakatwa ili ikashughulikie barabara. Serikali badala ya kuzichukua hizo fedha kuzipeleka zikashughulikie barabara, wamekwenda kulipa madeni. Alafu walivyokuwa hawana aibu, wanakuja hadharani wanasema kwamba hakuna Mtanzania ambaye atachukuliwa pesa yake na kwenda kulipa deni la taifa, wakati hizi fedha walizochukua kwenye mafuta serikali imezichukua haijazipeleka kwenye barabara mbovu. Jana mimi nimetoka Lindi na kuja hapa, kutoka Lindi kuja hapa nimepita main road kuanzia Lindi mpaka, lakini hapa gari yangu ikifika utafikiri natokea si mashamba ya wapi huko. Barabara yenyewe hiyo main road yenyewe ni mbovu. Unapita kwenye barabara ya lami inaunganisha ukanda wa kusini na hapa Dar es Salaam, katikati ya barabara unakutana na barabara ya vumbi, kilomita 5 kilomita 6. Fedha za barabara zimekusanywa kutoka kwenye diesel,
kutoka kwenye petroli, lakini serikali badala ya kuzipeleka kwenye mfuko wa barabara wamezipeleka hazina, wamekwenda kula, alafu wanakuja kusema kwamba Watanzania eti hawatotoa hizo fedha mfukoni, wakati wao wameiba hizo fedha kutoka kwenye diesel, wamekwenda kuzipeleka kwenye kulipa madeni. Lakini miradi ya ujenzi ambayo imekwama kwa muda mrefu, pamoja na miradi ya ardhi na makazi ya TAMISEMI yenye changamoto za utekelezaji na thamani ya shilingi bilioni 115. Kuna miradi ya viwanja vya ndege Mwanza pale, yani walijenga jengo la kuhifadhia mizigo kwa bilioni 3.2 bilioni 3.2. Halafu eti wameshakamilisha kujenga, ndio wanasema kwamba unajua, inaonekana kulikuwa na makosa ya usanifu, tumelijenga tofauti na lilivyotakiwa kuwa, kwa hiyo inabidi lirekebishwe. Tunarekebishaje? Marekebisho bilioni 2.8. yani walijenga kwa bilioni 3.2 bila kufuata yani ramani ya ule uwanja ili liweze kukidhi matakwa ya kiusanifu. Alafu wakasema wamekosea, ili kurekebisha wamehitaji tena zaidi ya bilioni 2 kufanya. Kwa hiyo ni ufisadi, ni uwizi, ni jambo ambalo linashangaza sana, na hakuna aliyewajibika hata mmoja. Sio yule aliyejenga bila kuzingatia usanifu, wala huyu aliyekuja kutumia zaidi ya nusu ya fedha kufanya marekebisho ya fedha ule mradi ulivyokosewa. Na isivyo bahati pia sasa hivi wanataka kujenga jengo la abiria, yani huyo mshauri peke yake anatumia milioni 928, mshauri wa hilo jengo, lakini na wakati wanataka kujenga hawana ramani ya ule mpango kabambe wa ukuzaji wa ule uwanja. Kwa hiyo maana yake wanaweza wakalijenga pia, alafu baada ya muda wakasema tulivyolijenga ni tofauti na ramani yenyewe ya uwanja, kwa hiyo inabidi tutumie hela mengine ili tulirekebishe ile jengo liakisi. Ni mambo ya kihuni kabisa yanafanywa na serikali ya system. Inachoweza kusema ni kuambia hawa watu wakitajwa waone aibu. Miradi ya elimu ya EP4R namba 2, shule za ufundi, ruzuku na miundombinu ya shule ya utekelezaji hafifu na ucheleweshaji ina thamani ya zaidi bilioni 15. Na Watanzania mnajua tunakwenda sasa kwenye utekelezaji wa mtaala mpya. Mwaka 2027 darasa la 6 na darasa la 7 mwakani wanatakiwa kuingia mwaka 2028 kwenye darasa jipya. Serikali itakuwa na uhitaji wa zaidi ya madarasa 25,000 ili kuweza kukopu na hiyo. Lakini na ukija kwenye ile mambo ya kwanza na mambo ya amali, na kuna mahitaji ya madarasa mengi, lakini miradi ya elimu hii mpaka sasa hakuna, na fedha zinafujwa, watu wanaiba kama ambao tumesikia hapa maelezo yale ya mwanzo. Na huku haya ndio mambo yanahusiana na wananchi, mambo yametelekezwa, yameachwa au kutojaliwa kabisa. ACT Wazalendo tunataka wahusika wote wa kusimamia miradi iliyokwama, kutelekezwa au kusuasua kukamatwa, kuhojiwa na kufikishwa mahakamani, kwa sababu hawa ni watu ambao wanasababisha hasara na wanawaumiza sana Watanzania. Lakini pia kufutwa kwa mikataba mibovu. Tunaitaka serikali iwajibike kwa kila senti iliyotumika kwenye miradi iliyokwama. Eneo la 6, serikali inapuuza uwekezaji kwenye sekta ya gesi na kusababisha maumivu ya gharama ya mafuta nchini. Kupanda kwa bei za mafuta nchini sio matokeo ya msukumo tu wa soko la kimataifa peke yake, bali pia kunachangiwa kwa kiasi kikubwa na uzembe wa kimkakati wa serikali katika kuwekeza na kuendeleza sekta ya gesi asilia. Tunafahamu kuna vita Iran, kati ya Wairani, Mwingereza pamoja na Muisrael, ambayo imepelekea kufungwa kwa mfereji wa Hormuz, na hivyo bei za mafuta na nishati zimepanda duniani. Hata hivyo, nchi nyingi zimechukua hatua madhubuti za kupunguza athari hizo kwa wananchi wao, zikiwemo kuweka ruzuku, punguzo la kodi na tozo. Mfano, nchi kama Namibia, Kenya na Zambia
zimechukua hizo hatua, lakini pia kuharakisha namna nchi hizo zitakavyohamia kwenye matumizi mbadala. Nchi zingine ile siku ya kuamkia matumizi ya bei za mafuta ambazo zimepanda, waliamka na tangazo la serikali kupunguza kodi kwenye mafuta. Sisi hapa tuliamka na tangazo la bei mpya za mafuta, na baadaye kuambiwa kwamba msishangae tu hiyo bei, muda si mrefu kila kitu kitapanda bei. Hiyo ndio ilikuwa faraja iliyotolewa na serikali yetu. Tanzania tozo za mafuta ni nyingi, na serikali na zingine ndio hizi serikali inachukua kwa ajili ya ili kuvutia Watanzania. Zinapotozwa wanawaeleza mambo mazuri sana kwamba tunaweka shilingi 526 kwa ajili ya barabara zenu. Watanzania wanasema hewala, barabara itashughulikiwa. Fedha zikifika serikalini zinatumika nje ya matumizi ya barabara. Wanaweka shilingi 50 kwa ajili ya maji. Serikali inakusanya hizo fedha, ikishakusanya mabilioni, hakuna maji wala bwawa lake. Serikali inakwenda kuzitumia. Tuna tozo nyingi sana. Tuna tozo ya barabara shilingi 523. Tuna petroleum levy ambayo inaitwa kodi ya maendeleo ya petroli karibu shilingi 250. Tuna excise duty shilingi 400. Tuna VAT ya 18%. Tuna hiyo mambo ya railway levy, import declaration fee. Tuna anti-adulteration fee levy ambayo hasa kwenye mafuta ya diesel ya mafuta ya taa. Tuna petroleum regulatory levy na makodi mengi. Yaani ukikusanya kodi zote kwenye mafuta ni 1600. Zina range kati ya shilingi 1400 mpaka 1600 kwa ile intervention ya VAT kwa mwezi huo utakuwa umenunua kwa kiwango gani. Makodi haya yote serikali haijaona umuhimu wa kuchukua wajibu wa angalau kupunguza, ili basi kukabili hali hii ya kupanda kwa bei ya mafuta. Kwa hiyo pia si swala tu la kwamba soko likoje, ni swala kwa kiwango gani serikali yetu iko tayari kuwajibika. Matokeo yake gharama za usafiri zimepanda, mbolea, ngano, mafuta ya kupikia, chakula na uzalishaji, hali inayodhoofisha uchumi wa kaya na taifa kwa ujumla, na hali mbaya kwa wananchi ambao kipato chao hakijaongezeka. ACT Wazalendo tumekuwa tukisisitiza umuhimu wa kuwekeza katika gesi asilia kama mbadala wa mafuta, hususan kwa matumizi ya usafiri wa umma kama vile magari ya mwendo kasi, magari ya serikali na magari ya mizigo. Hata hivyo, serikali imeendelea kuburuza miguu. Mradi wa LNG Lindi haupo kwenye utekelezaji mpaka sasa, mradi ambao ungeweza kuwa mkombozi wa nishati kwa muda mrefu. Wakati dunia sasa hivi inapata tabu ya gesi kutopita kutoka Iran na mataifa mengine, sisi tungekuwa tunapata neema kama Tanzania kwa kuuza gesi yetu nje. Lakini mambo hayako hivyo. Sisi wenyewe pia ni mmoja kati ya watu ambao inabidi tuanze kuwaomba Iran aidha waufunge au waufungue mlango wa Hormuz, kwa sababu huku serikali yetu inachoweza kutuambia ni kwamba sasa kila kitu kitapanda bei. Mradi wa LNG ungeweza kuwa mkombozi na kuleta ukombozi wa nishati kwa muda mrefu, lakini umeendelea kukwama bila maelezo ya kuridhisha. Waziri Mkuu ameliambia bunge kuwa serikali sasa iko kwenye meza ya mazungumzo, inapambana Tanzania ipate angalau 3% za gesi itakayozalishwa kwa ajili ya matumizi ya ndani. Mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu ya serikali CAG anaibua udhaifu mkubwa katika usimamizi wa sekta ya mafuta na gesi katika maeneo yafuatayo. Kwanza, kufutwa kwa miradi 23 kati ya miradi 34 ya uzalishaji wa gesi, na mpaka Juni 2025 kulikuwa na miradi 11 pekee yake iliyokuwa inafanya kazi. Lakini pili, kuongeza kinyemela muda wa leseni za utafiti wa gesi Tanga kwa mkandarasi ambaye amesimamisha shughuli zake za utafiti kwa zaidi ya miaka 19. Lakini tatu, TPDC kushindwa kununua vituo vinavyohamishika vya gesi ya CNG katika jiji la Dar es Salaam. 4, makadirio mabovu ya akiba ya gesi katika kitalu cha Mnazi Bay. 5, ukosefu wa udhibiti wa kutosha katika matengenezo ya njia ya bomba la gesi, hali inayotishia usalama wa njia hizo muhimu. Kufutwa kwa miradi mingi ya gesi, uongezwaji wa leseni kwa wawekezaji wasiozalisha, kushindwa kuwekeza katika miundombinu ya CNG, pamoja na mapungufu katika usimamizi wa miundombinu ya bomba la gesi. Haya yote yanaonesha kukosekana kwa dhamira ya dhati ya kuifanya sekta hii kuwa nguzo ya uchumi. Tumeona Rais Samia akitangaza hatua ndogo ndogo za kupunguza msafara ya viongozi ambazo haziwezi kuwa suluhisho ya changamoto ya mafuta. Haina uhusiano na maisha ya watu. Mimi nimeona wakati rais anasema anatembelea magari 11,
nimekuta magari zaidi ya 100 yanafukuza mwenge. Yaani serikali hiyo hiyo, rais yuko anasema sasa ameamua kutumia gari 11, huku kuna mwenge, kuna magari zaidi ya 100 na yenyewe na mafuta yanatumia hela za serikali hiyo hiyo. Alafu tunaambiwa kwamba njia hizo eti zitaweza kutatua tatizo hili. Tunahitaji hatua ambazo za kiuwajibikaji kuhakikisha kwamba wanapunguza kodi. Unaweza kamaona kiongozi wa serikali bila aibu anawaambia wafanyabiashara, watu wa daladala kwamba waonee huruma wa Tanzania. Yaani wao wanajua kwamba kilichokosekana kwa serikali ya CCM ni huruma. Kwamba wao wanachukua nafaka 100 makodi, lakini hawako tayari kupunguza hata shilingi 100 kwa fedha ambazo mwisho wa siku hazionekani kuleta tija kwenye maendeleo ya watu, kama ambavyo ripoti ya CAG imeweka wazi. ACT Wazalendo tunaitaka serikali kuhakikisha kwa kuzingatia maslahi ya Watanzania na Tanzania mradi wa utibaji gesi asilia LNG wa Lindi, pamoja na mambo mengine, mradi huo uondoe kabisa utegemezi nishati na utosheleze mahitaji yote ya gesi kwa maana ya CNG, LPG na PNG kwa Tanzania kabla ya kusafirishwa, ili kuondoa utegemezi wa nishati hizo kutoka nje ya nchi. Pili, serikali iweke jitihada za makusudi kwenye miradi yote ya gesi, ikiwa ni pamoja na utafiti, uzalishaji na usambazaji wake, na watu wote waliothibitika kufanya ubadhirifu na hujuma yeyote wachukuliwe hatua za kisheria, ikiwa ni pamoja na kufutiwa vibali vya utafiti na kutopewa tena vibali hivyo. Tatu, serikali iwekeze katika miundombinu ili kurahisisha mabasi yaendayo haraka mwendo kasi, mabasi ya mikoani. Watu wengi wameanza kupata hamasa ya kuhama kutoka kwenye kutegemea mafuta kwenda kwenye gesi, pamoja na kwamba kuna gharama kubwa sana ya kuhamisha huo mfumo kutoka kwenye mafuta kwenye chombo kimoja kimoja. Lakini kwa sababu ya unafuu wa gesi watu wanapata hiyo hamasa. Lakini hivyo vituo vya kuweka hiyo gesi viko wapi? Ukienda hapa Dar es Salaam vina foleni. Kwa serikali ikiwekeza kwenye miundombinu, watu wengi zaidi, hata watu wanaotoa huduma za usafirishaji wa mizigo wataweza kuhama, kwa sababu watakuwa na hakika. Ukitoka hapo unakwenda Mbeya, ukifika Njombe unaweza ukarefill, Mbeya unaweza kurefill, mahali popote ambapo gesi itakuwa imekwisha unaweza kuwa na kituo cha karibu ambapo unaweza kwenda kupata huduma. Lakini jambo la 7, hoja yetu ya 7 ni serikali imekosa suluhu ya uhakika ya udhibiti wa mikopo ya 10% ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Ndakumbuka kwa miaka 10 sasa, ACT Wazalendo tumekuwa tukifafanua kuhusu hali ya usimamizi, uombaji na utoaji wa fedha za 10% za mapato ya halmashauri kwa makundi ya vijana, wanawake na walemavu. Mambo ambayo unaambiwa fedha yanatengwa, lakini hali za vijana, hali ya wanawake, hali ya walemavu haina kiashiria kwamba kuna mahala wanapata msaada. Kila mwaka hali inakuwa hivyo, na ukifuatilia marejesho ndio utaelewa. Sababu hizi ni fedha zinakopeshwa. Wewe jiulize, tangu sheria hii imewekwa zaidi ya miaka 20 sasa, na kila mwaka fedha hizo zingekuwa zinaongezeka tu kwenye mfuko ule wa fedha wa kukopesha, kwamba kama mwaka huu zilikopesha bilioni 200, mwakani zitakuwa zimerejeshwa 200, na mwaka huo ukiongeza 200 zingekuwa 400. Sasa vijana wengi zaidi, wanawake wengi zaidi, walemavu wengi zaidi wangesaidiwa. Mwaka unaofuata zile zikirejeshwa 400, mtaongeza na nyingine 200, zingekuwa ni bilioni 600. Sasa hizi tungekuwa na matrilioni ya fedha kwenye mfuko huu ambayo yanakopesha wanawake, yanakopesha vijana na walemavu. Tungeachana na haya maigizo ya waziri wa vijana ya bilioni 200 ambazo hajui ziko kwenye mifuko ya kisekta au yeye ndo anaye control kwa kijana mmoja mmoja. Hiki ni kiashiria kwamba kuna tatizo kubwa sana. Ilifika mahala Waziri Mkuu Kassim Majaliwa mwaka 2024 akatangaza kwamba sasa, kwa sababu kule halmashauri pesa wanaopewa hewa zikiangaliwa hazirudi, zipigwe sasa marufuku, halmashauri zisikopeshe. Serikali ikasitisha kuzikopesha, badala yake wakasema wanazipeleka benki. Tulitoa tahadhari ACT Wazalendo kwamba unapozipeleka benki, moja kati ya madhara yatakayotokea, benki zina utaratibu wake wa namna ya kukopesha na vigezo vyake, ikiwemo dhamana. Moja kati ya faida ambayo ilitarajiwa kwa mikopo hii ni watu kuipata bila kuwa na dhamana, ambazo vijana wengi hawana, wanawake wengi hawana, walemavu wengi hawana.
benki zitafanyaje, zitawezaje kuwagawia fedha haya makundi, huku mwongozo wake ukiwa sawa sawa na ule mwongozo wa mwanzo ambao wanaonufaika ni wafanyabiashara wakubwa na wakati, lakini mfanyabiashara wa chini ambaye hana nyumba, ambaye hana dhamana, hawezi kupata. Serikali ikatia pamba masikioni, ikapeleka pesa benki, ikasema inaanza na halmashauri 10. Matokeo yake CAG anakuta huko kwanza hakuna mwongozo, mabenki yanakopesha kutoka kwenye akaunti yao ya benki za biashara. Kwa hiyo masharti ni yale yale. Matokeo yake nini? Kati ya fedha kwa mfano kwenye halmashauri moja bilioni 1, kwenye halmashauri bilioni 1.87 ambazo zitakiwa zikopeshwe, basi walioqualify wale vijana waliojichanganya kwenda benki na kina mama na walemavu ni vijana, wanawake na walemavu wamekopeshwa milioni 754. Nyingine wamekosa vigezo. Kwa hiyo tuna bilioni 1.07 hazijakopesha kwa sababu vigezo havikufikiwa. Na hii ndio tahadhari ambayo tuliitoa. ACT Wazalendo tulisema sisi tunataka mabenki kwanza, matumizi yasiyo ya kawaida katika benki za biashara, utaratibu uliowekwa unapaswa kuondoka. Kuwe na utaratibu maalum na hizi fedha watu waweze kukopeshwa. Lakini pili, tulisema utaratibu ambao sisi tuliupendekeza ni wa kuanzisha hifadhi ya jamii, ili Watanzania wote wenye umri kuanzia miaka 18 wawe ni wanufaika wa hifadhi ya jamii. Na tukasema hizi fedha zigawanywe kwa Watanzania ambao hawana ajira, watakaokuwa ni sehemu ya mifuko ya hifadhi ya jamii. Wao wenyewe wachangie shilingi 20,000 kwa mwezi, halmashauri zichangie shilingi 10,000, ili huyu Mtanzania awe amejiwekea shilingi 30,000. Na fedha hii ikikaa imwakishie mosi, iwe imuondoshe kwenye gharama za matibabu kwa kumhakikishia atapata bima. Sababu hawa ni Watanzania ambao hizi fedha ukimkopesha akiumwa tu fedha zote anaenda kujitibia, hapati tena, hawezi tena kurudisha hizo hela. Ndio hawa Watanzania wanaotajwa kwenye makundi ya wanawake, walemavu na vijana, ndio hali zao. Kwa wanahitaji hifadhi ya jamii ambayo moja itawahakikishia wanapata huduma za afya kwa skimu ya hifadhi ya jamii, lakini pili, hiyo mikopo wakaikope kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii ambao wana dhamana ya yale makato yao, lakini pia hayatawekwa masharti ya kibenki na kufanya isiwe yenye uwezo wa kupatikana kwa Mtanzania wa kawaida. Bila kufanya hivi, serikali itakuwa inabadilisha aina ya wanufaika wa hii mikopo kutoka makundi hewa yaliyokuwa yanamilikiwa na halmashauri. Sasa tutaona makundi hewa yanayomilikiwa na vikundi vingine. Tunahitaji mabadiliko na mageuzi makubwa ya kimfumo ili kuhakikisha kwamba mambo haya yanawekewa misingi ambayo itafanya malengo yaliyokusudiwa kwenye hizi 10% yanafikiwa. Vinginevyo, Watanzania leo hakuna mtu aliyekuwa kule kijijini ambaye anahisi kwa hali ya maisha yake kuna mtu ana 10% atamsaidia. Hakuna mlemavu kule wa kawaida aliyoko mtaani ambaye katika mawazo yake amewahi kupitikiwa kwamba kuna mtu ana 10% atamsaidia. Hawa wanawake wanaumia na kausha damu. Na mikopo ambayo ukikopa unajiandaa kitanda chako kuondoka, unajiandaa godoro lako litachukuliwa, unajiandaa vitu vyako vya ndani vitachukuliwa, au utapoteza nyumba.